Kwa hivyo mwanafunzi wa lugha, nachukua habari hii kukukaribisha kwenye kipindi hiki, kipindi Uketo wa Kiswahili, na ningeomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki kabla hatujaanza. Na kumbuka kwamba tumekuwa kwenye mdahalo wa kuzungumza kwa kina ama kujadiliana kwa kina kuhusu vipera vya maigizo, ambapo tunajua kwamba maigizo ni mojawapo ya tanzu za fasihi simulizi, na hapo awali tumeiweza kuangalia vipera vya mifiga, tumeweza pia kuangalia vipera vya matambiko, na kwa sasa ningependa tuangalie vipera vya kipera cha ngomezi katika maigizo. Kwanza ni vyema kuelewa ngomezi ni nini. Nikitanguliza tu mada ya leo ni kwamba ngomezi ni mojawapo ya vipera vya fasihi simulizi vinavyopatikana katika jamii nyingi za Kiafrika. Tofauti na tanzu nyingine zinazotegemea maneno ya mdomo, ngomezi hutumia mapigo ya ngoma na midundo mbalimbali kuwasilisha ujumbe kwa jamii. Kumbuka kwamba kupitia hayo, taarifa muhimu kama vile habari za vita, sherehe, mazishi, mikutano au matukio mengine ya kijamii huweza kufikishwa kwa wanajamii kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa. Kwa sababu hiyo, ngomezi huchukuliwa kama mfumo wa mawasiliano unaotumia sauti za ngoma badala ya lugha ya mazungumzo. Ningependa tuangalie maana ya ngomezi. Ngomezi ni aina ya fasihi simulizi inayowasilisha ujumbe kwa kutumia mapigo maalum ya ngoma badala ya matamshi ya kawaida ya binadamu. Ikumbukwe kwamba mapigo hayo hupangwa kwa utaratibu maalum ili kuleta maana inayoweza kueleweka na wanajamii wanaofahamu mfumo huo wa mawasiliano. Katika jamii nyingi za jadi, ngoma hazikutumika kwa ajili ya burudani pekee, bali pia kama njia muhimu ya kuwasiliana. Kila aina ya mpigo ilikuwa na maana yake mahususi ambayo wanajamii waliweza kuitambua na kuitafsiri kwa urahisi. Kwa mfano, mdundo fulani ungeweza kuashiria kuzaliwa kwa mtoto, kuwasili kwa mgeni muhimu, kutokea kwa hatari au kusitishwa kwa mkutano wa dharura. Kwa hivyo, hayo ni baadhi ya jinsi ambavyo tunaweza tukafafanua maana ya nini? Maana ya maigizo. Ngomezi kunradhi. Ningependa pia katika kuangalia, tugeuke kwa kuangalia sifa za ngomezi. Ngomezi huwa na sifa mbalimbali zinazoitofautisha na aina nyingine ya fasihi simulizi. Kwa hivyo, tunapoangalia ngomezi, ifahamike kwamba ngomezi huwa na nini? Na sifa mahususi ambayo inabainisha ngomezi na nini? Inabainisha ngomezi na tanzu zingine au vipera vingine vya maigizo au fasihi simulizi kwa jumla. Sifa ya kwanza ya ngomezi ni kwamba ngomezi hutumia mapigo ya ngoma kuwasilisha ujumbe.
Sifa kuu ya ngomezi ni kwamba hutegemea sauti za ngoma badala ya maneno, na ujumbe unaokusudiwa hupatikana kupitia nini? Mdundo, kasi na mpangilio wa mapigo. Kasi na mpangilio wa mapigo. Sifa ya pili ni kwamba ngomezi huwa na maana maalum kwa jamii husika. Kwa hivyo kila mpigo wa ngoma huwa na tafsiri inayojulikana na wanajamii, na maana hiyo hutokana na makubaliano ya kitamaduni yaliyopo katika jamii. Sifa ya tatu ni kwamba ngomezi hutegemea maarifa ya kitamaduni. Hapa tutasema kwamba ili kuelewa ujumbe wa ngomezi, mtu lazima awe na mazoea ya mila au desturi za jamii husika. Watu wa nje wa jamii wanaweza kusikia sauti za ngoma bila kuelewa ujumbe uliokusudiwa. Ngomezi pia tutasema kwamba huambatana na vipengele vya kimuziki, kwamba ngomezi hutumia vipengele vya muziki kama vile mdundo, mapigo, kasi ya sauti na urari wa sauti ili kufanikisha mawasiliano. Sifa ya tano, ngomezi huwa na lugha ya kifumbo ama kimafumbo. Kwa hivyo ngomezi huwa na lugha ya kifumbo ama lugha ya kimafumbo. Mara nyingi ngomezi hutumia ishara na mafumbo yanayoeleweka kwa wanajamii pekee. Hali hii huifanya kuwa na upekee wa kitamaduni. Sifa nyingine ya ngomezi ni kwamba ngomezi hubadilika kulingana na mazingira. Inabadilika kulingana na mazingira. Kwa hivyo mwanafunzi, fahamu kwamba mapigo ya ngomezi yanaweza kutofautiana kulingana na aina ya tukio linalowasilishwa, kama vile furaha, huzuni, vita, sherehe au ibada za kijadi. Ningependa tuangalie mifano ya matumizi ya ngomezi. Ngomezi ikumbuke kwamba imetumika katika nyanja mbalimbali za maisha ya kijamii tangu zamani hadi sasa. Kwa mfano, matumizi ya ngomezi katika jamii ya jadi, jamii ya zamani, ni kwamba miongoni mwa Waganda wa Uganda, ngoma ya mijuguzo ilitumika katika shughuli za kifalme na kutangaza matukio muhimu yanayomhusu Kabaka, jinsi ilivyokuwa zamani katika taifa la Uganda. Kule Tanzania, katika jamii ya Wanyakyusa, ngoma za itumbi zilitumika kuhamasisha wanajamii wakati wa vita, shughuli za kijamii au hata wakati wa maziko. Hapa nchini Kenya tunajua kwamba zamani Wameru, ngoma za Nkiringa ilitumika kuwasilisha maagizo na taarifa kutoka kwa wazee wa jamii kwenda kwa wanajamii. Kwa hivyo ngomezi zilitumika. Lakini tofauti na ilivyokuwa hapa awali, matumizi ya ngomezi katika wakati wa sasa ni kwamba ingawa matumizi ya ngomezi za jadi yamepungua, dhana yake bado inaonekana katika mifumo ya kisasa ya mawasiliano.
Mifano ni kwa mfano, milio ya kengele za shule na taasisi mbalimbali inaashiria ngomezi. Milio ya ambulensi au hata magari ya polisi au magari ya zimamoto, milio ile bado ni ngomezi. Japo sasa tofauti ni kwamba kando na ilivyokuwa hapo awali, hapa sasa tunatumia milio, si sauti ya binadamu. Kwenye kengele za shule ni milio ya kengele. Toni za simu, mara nyingi wakati simu yako inakiliza pale, toni zile ni mfano wa matumizi ya ngomezi katika wakati wa sasa, kwa sababu kwa sasa hatupigi sasa ngoma. Kwa hivyo tofauti ya ngoma ni kwamba toni zinatumika, milio ya ambulensi, milio ya kengele, hata milio ya tahadhari katika viwanja vya ndege au vituo vya usafiri, na hata alama za sauti zinazotumika katika redio na televisheni huashiria matangazo maalum. Mifano hii ambayo nimetaja inaonyesha kuwa hata katika zama za teknolojia bado jamii hutumia sauti maalum kuwasilisha ujumbe kwa haraka kama ilivyokuwa katika ngomezi za jadi. Yafaa pia tuangalie umuhimu wa ngomezi. Ngomezi una umuhimu gani katika jamii? Kumbuka kwamba jambo la kwanza ni kwamba ngomezi hutumika kuwasilisha taarifa za dharura. Huo ni umuhimu. Kuwasilisha, inatumika kuwasilisha taarifa za dharura. Kwamba ngomezi huwezesha habari muhimu kufikishwa kwa watu wengi na kwa muda mfupi, hasa wakati wa hatari, wakati wa vita, wakati wa mkasa wa moto na majanga mengine. Kwa mfano, endapo tungekuwa na wakati tulikuwa na mkasa wa moto katika shule ya upili ya utumishi. Kwa hivyo, endapo ingekuwa nyakati zile, ungetumia ngomezi kuwasilisha taarifa za dharura. Ngomezi pia hukuza mshikamano wa kijamii. Na hapa tutasema vipi? Mapigo ya ngoma yanapowakusanya wanajamii pamoja katika shughuli mbalimbali, huimarisha umoja na ushirikiano miongoni mwao. Ngomezi pia huhifadhi utamaduni wa jamii. Kwamba kupitia ngomezi, maarifa ya jadi na mifumo ya mawasiliano ya kale huendelea kuhifadhiwa na kurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Ngomezi pia huimarisha utambulisho wa jamii. Kwamba kila jamii huwa na aina zake za ngomezi zinazoiwasilisha na kuitofautisha na jamii nyingine, hivyo kuimarisha utambulisho wa kitamaduni. Ngomezi pia hukuza ubunifu wa kisanii. Kwamba uundaji wa midundo na mapigo mbalimbali huchangia maendeleo ya sanaa ya muziki na ubunifu wa kitamaduni. Pia tunaweza tukasema kwamba ngomezi huwezesha mawasiliano ya umbali mrefu. Kwamba katika mazingira ya jadi ambapo hakukuwa na vifaa vya kisasa vya mawasiliano kama vile simu, sauti za ngoma ziliweza kusikika kwa mbali mkubwa na kufikisha ujumbe ule kwa haraka. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya umuhimu wa ngomezi. Kwa hivyo mwanafunzi na mkereketo wangu wa lugha mahali ulipo, tumeangalia ngomezi, tukaangalia maana ya ngomezi, mifano ya ngomezi, sifa za ngomezi na umuhimu wa ngomezi. Ni vyema pia mwanafunzi uweze kufanya nini? Uweze kuangalia kwa undani sifa hizi ambazo nimeweza kuzungumzia. Ningeomba kwa heshima na taadhima uweze
kusubscribe kwenye kipindi hiki ama kujisajili kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Jina langu ama mwanzilishaji wa kipindi hiki ni Ustadh Kaka Mnai. Kama ilivyo ada, unaweza ukaandika ujumbe, ukanipongeza, ukatoa maoni yako, ukatuma swali lako pale na nitaweza kufikia ama kupata swali lako. Hadi wakati mwingine, nakutakia usiku mwanana.